tunajua kiongozi wetu hapa Kwale County ni Mama Fatuma Achani, na yeye ndiye kiongozi wetu tunayemwangalia na yeye tunayemsikiza, anayetuelekeza. Sasa kunayo mambo yaliyotokelezea wiki iliyopita na ililetwa na kutoka kaunti yetu jirani na Mheshimiwa Joho, na alifungua mlango usio wa sawa ambao sisi kama kanisa na kama wananchi wa Kwale tunasema ya kwamba haustahili. Manake tunajua na tunatabua kwamba mlango wa kaunti yoyote ni gavana wa kaunti hiyo. Kwa hivyo mlango wa kaunti yetu ni Mama Fatuma Achani. Masuala ya kuingia huku na kuleta tension na kufanya baadhi ya Wakwale watete hilo swala hilo, Mheshimiwa Joho, utakuwa hukuunganisha pwani. With due respect, wewe tunakuheshimu na nafikiri kama utataka mahali popote star yako ing'are, lazima kwanza uheshimike hapa pwani. Hapa kila Achani na Mvurya ndio wanaongoza hii Kwale, wanaipeleka vile wanavyosema. Hata wakatuambia 2 + 2 = 800, sisi tunasema yes, tunasema hivyo. Alafu kwa heshima ndio tunaenda kwa kando kwa heshima vile tunavyomheshimu, ndipo tukaongea yale ambayo atakuongea. Tunamheshimu Mvurya sisi kutokea dunia ya Kenya iumbwe, kama si ugatuzi na Mheshimiwa Salim Mvurya hatungefika Kwale pale tulipo. Hata wewe kama mpwani we respect you, lakini juzi ulioyafanya sio mambo mazuri. Usizushe tension alafu watu wakaanza kukoteshana vidole. Heshima iwekwe kwa viongozi wa Kwale. Kudanisha watu viongozi wa Kwale ni kutudanisha sote watu wa Kwale. Tuna heshima kwa sababu alichaguliwa kikatiba, anaheshimika kwa muda wake. Na hata kama hutataka awe kwa mkutano, mjulishe ajue kama kuna event gani. Alafu nyinyi viongozi ambao juzi mliona mnapiga kifua kwamba hakuna kiongozi Kwale, kiongozi ni yo, tuambiane kweli. Faisal, wewe ingekuwa si Mvurya ungekuwa si mbunge wewe. Ingekuwa si Mvurya ingekuwa si mbunge. Juzi umeachwa mataani hapa na ODM. Huyo mtu wako Joho alikuja kitoteni hapa kwamba lazima Rugagio awe mbunge. Wewe ulishikwa mkono wewe. Unajua unashika wapi na Achani na Mvurya? Leo ule mkono umekulisha ndio unafanya nini? Unakata. Kuwa na shukrani Faisal. Hii Kwale tunajuana na hata wewe utakumulika Faisal. Kwale hii ina viongozi. Kwa hiyo Waziri Joho kama angekuwa ni mtu ambaye anajielewa, ni mtu ambaye anaelewa heshima ni kitu gani, hawezi kuingia Kwale hapa. Hata kama analeta futari, kama analeta harambe, kama analeta nini, ni lazima ajulishe viongozi wa Kwale. Lakini hii njia anayoifanya akisema kwamba ni njia ya kujitafutia kiti cha unaibu wa rais, sisi tunamuona ni mtu ambaye ni kama vile mtoto ambaye anachezea kitu ambacho hakijui. Sisi kama Wakwale hatujakubaliana na yeye kabisa na masuala anayoyafanya. Kwanza, pili, hatujakubaliana na yeye kuwa yeye ndio kingpin wa Coast Province. Pwani kama ilivyo ina wasomi na vijana waliosoma. Sisi watu wa Kwale kumchukua Joho kumweka kama deputy president ni kujitia aibu na kujitatiza, kwa sababu tuna watu waliosoma ambao rais anaweza kuchagua. Yule rais wa wakati huo akachagua mtu ambaye anafaa kuwa makamu wa rais. Tunasema hatukuridhishwa na vitendo vilivyofanyika na Mheshimiwa Joho, kwa sababu ikiwa sasa hivi tunastaajabu kama mashehe, kiongozi huyu ambaye kwamba aliingia katika jiji la Kwale au jimbo la Kwale bila idhni kiongozi mwanzake kujua, ambaye ndiye president hapa Kwale, Bi Fatuma Achani, na huyu ni kiongozi ambaye kwamba anahitajia deputy president katika maneno yake. Ikiwa ameanza uchovu wa nidhamu namna hii, je, kama mashehe tunajiuliza, akiwa deputy president huyu kweli wa Kwale tutaheshimika? Sasa sisi tunawaambia wenzetu wa Mombasa, ndugu zetu wa Mombasa, wa Kenya wenzetu, kiongozi Ali Hassan Joho alichokifanya kumdharau Bi Fatuma Achani. Utakapomdharau Mama Fatuma Achani, umedharau sisi viongozi wa kidini na umedharau raia wote wa Kwale. Tunasema kitendo hiki tunakikemea na kisite kwa mara moja kabla mashehe hawajapaza sauti katika jimbo hili la Kwale.